Kialo. Kwingineko ni kwamba serikali imetangaza nia yake ya kupinga uamuzi wa mahakama kuu iliyoamuru kuwa agizo la kulipia karo ya shule kupitia mtandao wa eCitizen ni kinyume cha sheria. Akitetea mfumo huo, katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok alisema kuwa kulipia karo kupitia mtandao wa eCitizen kulilenga kuwalinda wazazi na walezi dhidi ya unyanyasaji kutoka kwa wakuu wa shule na pia kuboresha wazi katika usimamizi wa fedha za shule. Andini Kilemi na maelezo zaidi. Kufuatia uamuzi wa mahakama kuu kuwa ulipaji wa karo kupitia mtandao wa eCitizen ni kinyume cha sheria, serikali sasa imetangaza mpango wake wa kupinga uamuzi huo. Akizungumza mapema Jumatano, katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok alieleza kuwa hatua hiyo ililenga kuwalinda wazazi na walezi dhidi ya unyanyasaji kutoka kwa wakuu wa shule na kuhakikisha uwazi katika usimamizi wa fedha za shule. The government is committed to ensuring that we respect the court and to ensure that we obey the courts. However, we are going to appeal the decision because eCitizen is a platform that is very transparent, and that the reason why the government decided to go that direction was to make it more open. Kupitia waraka uliotolewa mwaka jana, katibu wa elimu ya msingi wakati huo Belio Kipsang alitoa agizo kwamba malipo yote ya karo yafanywe kupitia mtandao wa eCitizen. Hata hivyo, mahakama Jumanne ilitangaza agizo hilo kuwa halikubaliki kikatiba. Katika uamuzi wake, Jaji Chacha Mwita alisema kuwa utekelezaji wa mpango huo haukuhusisha ushirikishwaji wa umma wa kutosha pamoja na wadau wa elimu. Mahakama pia ilihoji uadilifu na uwazi wa mtandao huo wa eCitizen, ikibainisha kuwa haijulikani wazi ni nani anayekusanya fedha hizo na zinapelekwa wapi. Wakati huo huo, Wizara ya Elimu inafanya juhudi za haraka kukusanya maoni ya umma kuhusu ufadhili wa vyuo vikuu, siku chache tu baada ya mahakama kuidhinisha mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu. Waziri wa Elimu Julius Ogamba alisisitiza kuwa mfumo huo mpya utahakikisha usawa na haki, hivyo kuwawezesha wanafunzi kutoka mazingira yote ya kijamii na kiuchumi kupata elimu kwa urahisi. We are going to ensure that no student is left behind. In fact, the truth of the matter is that when the funding model had challenges, we had discussions with the universities and we agreed that no student would be sent away or no student would not do the exams until we process the issues of appeal. Aidha, alionya wakuu wa shule dhidi ya kushikilia vyeti vya wanafunzi, akisema ni kinyume cha sheria kuzuilia stakabadhi muhimu kama hizo hata kama mwanafunzi hajamaliza kulipa karo. Andini Kilemi, TV 47.